Leo niongelee ufa kwenye msingi wa nyumba. Chanzo na namna ya kuepuka. Nyumba bora hujengwa juu ya msingi imara. Lakini je, unajua kuwa tatizo la nyufa au kreki, yani hapa nikisema ufa, nikisema kreki, nikisema mpasuko kwenye video hii, maana yangu ni moja. Namaanisha kitu kimoja. Kwa hiyo, tatizo la nyufa au kreki linazidi kuwa janga kwa wamiliki wengi wa nyumba. Nyufa kwenye msingi wa nyumba sio jambo la kawaida, ni ishara ya tatizo kubwa. Nielewe vizuri, ni tatizo kubwa. Ni ishara ya tatizo kubwa linalopaswa kushughulikiwa. Hapo kushughulikiwa mapema. Mara nyingi watu hushangaa kuona kuta zimepasuka bila kujua chanzo kule chini kwenye msingi. Hii ndio sababu kubwa ya kwanza inayosababisha nyumba kupata ufa kwenye msingi. Sababu ya kwanza hiyo, uchimbaji mfupi au usio sahihi wa msingi. Mafundi wengi hasa wanaojenga kwa kutumia mawe huchimba msingi mfupi au hata kutochimba kabisa. Wanajenga moja kwa moja juu ya udongo, lakini matokeo yake ardhi hiyo hutitia taratibu, na kwa kuwa haina uimara wa kujishikilia uzito wa ukuta msingi, yani ule uzito wa kwenye ukuta bado ongeze na ule uzito wa msingi wenyewe, msingi ule huwa unapasuka na ufa huanza kutoka chini hadi kwenda juu kwenye ukuta. Kitaalamu msingi unatakiwa uchimbwe kiasi kisichopungua futi 2, na ikiwa eneo lina udongo laini, chimba hadi uifikie sehemu ngumu. Kumbuka, unaweza kuchimba msingi wa futi 2 na bado ukaona ufa. Kwa nini inawezekana? Kulikuwa na shimo la takataka, wengi tumezoea kuita dampo. Sehemu hiyo iliwahi kuwa na choo, kulikuwa na kisiki cha mti, au hata udongo usio sawa. Ile inaweza kujitokeza kiwa sehemu umechimba mpaka futi 2 lakini tatizo likatokea, kwa sababu zake huwa ni hizo. Pia tambua, wakati wa kiangazi ardhi huwa ngumu. Usidanganyike, mvua ikinyesha ardhi hulegea. Ndiyo maana ni muhimu kuchimba msingi mrefu na imara bila kujali ugumu wa wakati huo. Ili kuepuka nyufa, fuata kanuni na sheria za ujenzi. Hakikisha msingi unazingatia vigezo vyote vya kitaalamu. Jenga na fundi mwenye maarifa, sio kwa mazoea. Mara nyingi nimefundisha kuhusu ujenzi bora. Hakikisha unanifuatilia kwa karibu ili ujipatie elimu sahihi itakayokuepusha na gharama zisizo za lazima. Nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza, na karibu tena kwa video zaidi na zaidi. Shukran.